Assalamu alaikum, karibu tena kwenye chaneli yetu tujifunze HTML na CSS kwa Kiswahili. Katika video zilizopita tulijifunza inline CSS na internal CSS. Leo tutajifunza somo muhimu sana kabisa linaloitwa external CSS. Okay? Nini maana ya external CSS? External CSS ni njia ya kuandika CSS kwenye faili tofauti kabisa na HTML. Halafu tunaliunganisha na HTML kwa kutumia link tag. Ili kunifahamu vizuri katika somo letu hili la leo, moja kwa moja naanza kutengeneza faili hili hapa, naliita index.html. Okay? Katika faili hili nitaandika kodi za HTML hizo hapo nitaandika head. Okay? Ndani ya head nitaandika title. Title yangu nitaiita hivi external CSS. Okay? Tunakuja hapa katika browser, tunaangalia tayari imekuja faili hapa ya external CSS. Okay? Kitu kinachofuata tutaendelea na kodi zetu za HTML. Hapa naandika body. Okay? Body. Ndani ya body tutaandika vile ambavyo tunataka kuviandika. Hilo ni jambo la kwanza la kulizingatia, ni kutengeneza faili la HTML ambalo tayari sisi letu tumeliita index.html na tayari tumeshaweka kodi zetu. Tupo pamoja mpaka hapo? Okay. Kitu kinachofuata tutatengeneza faili jingine, lakini faili hili halitokuwa la HTML, litakuwa na .css. Tutaandika hivi style. Okay? .css. Tupo pamoja tena mpaka hapo? Okay. Naomba tufahamu kitu kimoja. Hii imeitwa external CSS kwa sababu zile style au CSS code zinakuwa nje kabisa na faili la HTML. Ni tofauti na internal na external CSS na inline CSS kama tulivyozizungumza katika video zilizotangulia. Tupo pamoja? Okay. Sasa hapa ndani ya faili hili la HTML tutaandika mfano. Kwa mfano hapa ninaandika heading 1. Heading 1 hii nasema vile vile external. Okay? External CSS. Tunarudi katika browser hapa, tunai-refresh page, imekuja external CSS zikiwa ni hati za kawaida, hazina style yoyote. Tupo pamoja mpaka hapo? Okay, tuendelee. Kutia style ama kuistyle hii heading yetu, ndio moja kwa moja tunakuja katika faili letu la CSS na tunaanza kuandika. Hapo itakuwa ni heading 1. Ndani ya haya mabano sasa tunaandika vile vitu ambavyo tunataka vibadilishe ile heading yetu. Kwa mfano color, naanza na color, maana rangi, yale maandishi yawe vipi? Yawe red. Turudi hapa katika browser, unaona maandishi. Okay, maandishi hayajabadilika. Kwa nini? Tatizo nini? Tatizo okay, hatujaunganisha hapa, unaona? Kwa hiyo lazima tuunganishe. Kwa tutaunganisha link yapo. Okay? Halafu ndani ya hii link hapa tutaandika jina la faili letu ambalo tunaandikia kodi za CSS. Faili hilo tumeliita style. Okay? Style.css. Nikirudi tena katika ku refresh page itabadilika. Yapo, unaona hati zimebadilika na kuwa rangi nyekundu. Tupo pamoja? Okay. Kitu kingine ambacho tunakibadilisha hapa
nitasema nataka text align. Maandishi yangu nataka yawe vipi? Yawe mwanzo, yawe mwisho, yawe katikati. Nasema center, yawe katikati. Okay, nakuja hapa na refresh, maandishi yamekwenda sehemu ya katikati. Tumefahamiana? Okay, kitu chengine nasema ninachokitaka ni font family. Font family, aina ya hati ziwe vipi? Mimi napendelea sana Arial, wewe utaandika hati unazozitaka. Nikija katika page kurefresh hapa, maandishi yamebadilika na kuwa hati za Arial. Okay, kitu chengine nasema ni nini? Font size. Font size, maandishi yawe na ukubwa gani? Mimi nasema yawe 88 pixel. Tukija tena katika page hapa tukirefresh, tunaona maandishi yamekuwa makubwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuitumia external CSS kuandaa au kutengeneza faili zetu za HTML na kuzipamba kama vile ambavyo tunataka.